Maisha Online TV, mwangaza kwa jamii. Hujambo mtazamaji wa Maisha Online TV, nikukaribisha katika mwendelezo wa vipindi vyetu kutoka hapa Maisha Online TV. Lakini mtazamaji wa Maisha Online TV, nikukumbushe usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare ili uzidi kuwa mwanafamilia wetu pendwa wa Maisha Online TV. Kama hujafanya hivyo basi fanya hivyo basi ili uzidi kuwa mwanafamilia wetu na uwe wa kwanza kupata taarifa zetu pale tu tunapokuwekea. Kuwa wa kwanza kupata update mbalimbali, bonyeza subscribe kisha alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata kila taarifa mpya, habari motomoto, matukio ya kweli, makala zenye elimu na burudani. Yote hayo utayapata hapa Maisha Online TV, mwangaza kwa jamii. Chama cha Mapinduzi CCM kimewataka wafanyabiashara kwenye masoko kuacha kupandisha bei za bidhaa za vyakula kiholela katika mwezi mtukufu wa Ramadhani visiwani Zanzibar. CCM imewanasihi wafanyabiashara wenye tabia hiyo kutokukomoa walaji, kwani si kitendo cha kiungwana. Kauli hiyo imetolewa na katibu wa kamati maalum ya NEC Zanzibar, idara ya itikadi, uenezi na mafunzo, ndugu Hamisi Mbeto Hamisi, baada ya kutembelea masoko kadhaa katika kisiwa cha Unguja. Ameyasema hayo alipotembelea na kujionea bei za bidhaa za vyakula na mafuta ya kula kwenye baadhi ya masoko na kuwashauri watoa huduma hizo kutokupandisha bei kwa walaji si jambo jema. Aidha, amesema kuwa wafanyabiashara wanatakiwa kufikiri maslahi ya walaji, hivyo kitendo cha kupandisha bei kiholela kwa nia ya kutaka kupata faida kubwa haionyeshi utu na ubinadamu. Sambamba na hayo, katibu mwenezi amesema kuwa baadhi ya bidhaa za vyakula kutoka nje ya Zanzibar kutokufika sokoni katika siku za Ramadhani za mwanzo kupandisha bei ni kuwaumiza walaji. Hata hivyo, katibu mwenezi amehimiza na kuwashauri watendaji dhamana wa idara za biashara za SMZ kufuatilia kwa karibu bei za vyakula katika masoko ya Unguja na Pemba.